Usiku wa kuamkia tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 umekuwa ni usiku mgumu kidogo Mashariki ya Kati baada ya mfululizo wa mawimbi ya mashambulizi yaliyotekelezwa na Marekani kwa kushirikiana na mshirika wake Israel ukanda wa Iran, hasa mji mkuu wa Iran Tehran, ambapo mashambulizi hayo yanatajwa kuwa yamesababisha vifo pamoja na hasara kubwa katika eneo la miundombinu. Sasa nimeamua niwaletee dondoo kidogo ili mjue yale ambayo yamejiri usiku wa kuamkia leo tarehe 5, ikiwa ni siku yake ya 6 ya operation ya Marekani ambayo wamesema wameianzisha operation na sio kwamba wapo vitani, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Ripoti kwa kuanzia dondoo, tumeona Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema hawezi kuondoa kabisa uwezekano wa taifa lake kushiriki kijeshi katika vita vinavyozidi kupamba moto Mashariki ya Kati. Amezungumza jijini Canberra pamoja na Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese, ambapo Carney anasema swala la ushiriki wa kijeshi ni la kinadharia, lakini ameongeza kuwa haiwezekani kulikataa moja kwa moja. Amesisitiza kwamba Canada itasimama na washirika wake na daima itawalinda wa Canada, huku akirudia wito wa kupunguzwa kwa mvutano wa mapambano hayo. Kwa mujibu wa shirika pia la habari la Islamic Student News Agency, wamesema Iran imetishia tena kulenga kituo cha nyuklia cha Dimona kusini mwa Israel iwapo Marekani na Israel zitajaribu kuleta mabadiliko ya utawala mjini Tehran. Kituo hicho kinachojulikana rasmi kama Shimon Peres Negev Nuclear Research Center kwa muda mrefu kimehusishwa pia na tuhuma za kuwepo kwa mpango wa silaha za nyuklia wa Israel. Kwa hiyo kama ambavyo Iran au kama ambavyo Israel na Marekani wanasema Iran inamiliki silaha za nyuklia, basi Iran na yenyewe inasema Israel kuna uwezekano mkubwa anamiliki silaha za nyuklia. Lakini pia tumeona jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC wamedai kurusha zaidi ya makombora 40 dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika wimbi la 17 la mashambulizi. Lakini pia wamedai kudungua droni 10 za Israel aina ya HIMARS pamoja na droni za Marekani aina ya MQ-9 Reaper, na maafisa wa Iran wameripoti kuwa drone ya hivi karibuni ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper ilidunguliwa kaskazini mwa Iraq Jumatano jioni. Na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amezungumza kwamba kumekuwepo na uungwaji mkono mpana kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran alipoulizwa kama shambulio dhidi ya ubalozi wa nchi wanachama wa NATO katika taifa la tatu ingeweza kuchukuliwa kama shambulio dhidi ya muungano mzima, ambapo Rutte amesema kuna sababu nzuri za kubaki na msimamo usioelezea wazi kuhusu kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO kinachohusu ulinzi wa pamoja. Anasema tunabaki na msimamo wa kutokuweka wazi mambo yote kwa sababu hatutaki kuwafanya maadui zetu wawe na ufahamu wa kina wa mipango yetu, amezungumza Mark Rutte. Lakini pia baraza la Senate la Marekani limekataa azimio ambalo limeungwa mkono na chama cha Democrat linalolenga kumzuia rais wa Marekani Donald Trump kutumia jeshi katika mapigano ndani au dhidi ya Iran bila idhini ya bunge. Kura za azimio la mamlaka ya vita ilishindwa kwa kura 47 dhidi ya 53. Senator John Fetterman alikuwa mwanadiplomasia pekee aliyepiga kura kupinga azimio hilo, huku Senator Rand Paul akiwa Mrepublican pekee aliyeliunga mkono pendekezo hilo. Nayo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imetangaza kuwa majeshi ya Marekani yanaongeza mashambulizi ambayo yanaingia ndani zaidi ya anga ya Iran kila saa. CENTCOM imedai kuwa urushaji wa makombora wa Iran umepungua kwa 86% na mashambulizi ya droni kwa 73%. Milipuko mikubwa imeripotiwa jijini Tehran alfajiri pia ya Alhamis tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 2026. Na vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo vile vya kimagharibi na vile visivyokuwa vya kimagharibi vimeripoti kuwa kuna makundi ya Wakurdi yaliyopo Iraq yanajiandaa kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Afisa wa muungano wa vikosi vya kisiasa vya Wakurdi wa Iran amesema kwamba wanamgambo walianza kuchukua nafasi za kivita ndani ya Iran tangu Jumatatu. Taarifa ambazo zilitolewa mapema zilieleza kwamba CIA ilikuwa ikifanya kazi ya
kuyapa silaha makundi ya Wakurdi kama sehemu ya mpango wa kuanzisha uasi nchini Iran, taifa lenye idadi kubwa ya raia wa kabila la Kikurdi. Nalo shirika mojawapo la habari la Iran limetoa mkusanyiko wa video unaoonyesha mashambulizi ya Iran dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Ghuba. Video ambayo imechapishwa imeonyesha drone zikilenga mifumo ya rada nchini Bahrain, makombora ya ballistic yakiipiga Qatar, pamoja na mashambulizi ya drone na makombora katika miundombinu ya kijeshi katika nchi za Falme za Kiarabu UAE. Mashambulizi mengi kati ya haya yalifanyika mara tu baada ya Marekani kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Nayo Israel imefanya shambulizi kubwa la anga katika mji wa Tyre kusini mwa Lebanon baada ya kuamuru uhamishaji mkubwa wa wakazi wote wa kusini mwa mto Litani. Amri hiyo ya uhamasishaji inahusu eneo ambalo kwa mujibu wa azimio la 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wanajeshi wa Israel hawaruhusiwi kuendesha operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Kuongezeka kwa mashambulizi ya mizinga na uvamizi wa mipakani kumeibua hofu kuwa Israel huenda inajiandaa kwa uvamizi mkubwa wa ardhini dhidi ya jirani wake wa kaskazini. Lakini pia Uhispania imekanusha vikali madai kuwa itashirikiana na jeshi la Marekani baada ya msemaji mkuu wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt kudai hivyo katika mkutano na waandishi wa habari ambao ulifanyika siku ya tarehe 4. Waziri wa mambo ya nje wa Uhispania Jose Manuel Alvarez anasema msimamo wa nchi yake wa hapana kwa vita unabaki wazi na thabiti, akiongeza kuwa hana ufahamu wowote kuhusu madai ya Leavitt. Mapema wiki hii Uhispania ilizuia Marekani kutumia vituo viwili vya kijeshi vinavyoendeshwa kwa ushirikiano katika ardhi yake kwa ajili ya kuunga mkono operations za kijeshi dhidi ya Iran. Kwa hiyo hizo ni zile taarifa ambazo usiku wa kuamkia leo tarehe 5 zimekuwa ni taarifa nyeti sana ambazo zimetokea katika maeneo mbalimbali, na hususan kama ambavyo ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ambazo zinatokea maeneo hayo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.